laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Angalia, Mwenyezi Mungu anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi mnaye bwana mtume, au imekuwa kwenu kwa bwana mtume kwamba mna kigezo chema. Kigezo chema. Mshairi naye asema hadha alladhi sharafa ad-dari'a bijismihi minhajahu lis-salikina sabilu. Huyu ndiye aliyependezesha ardhi. Bwana mtume ndiye aliyependezesha dharia, aliyependezesha sehemu tukufu zote zile paka Al-Kaaba akaipendezesha yeye. Minhajahu lis-salikina sabilu, njia yake kwa wale wanaofuata ndiyo njia ya kufuata. Hizi aya zote tatu zinaashiria kitu kimoja. Hivi vyote vitatu vinaashiria jambo moja kubwa. Ni jambo gani? Hebu angalia aya. Inakwambia mna kigezo chema. Aya inaashiria ya kwamba mwanadamu ni kainul i'tibari, ni mtu ana maumbile ya kusoma kwa mtu akapokea. Mwanadamu siku zote huchukua kutoka kwa watu, haanzilishi. Leo jamii unayoishi, umezaliwa umekuta watu wanavaa nguo, mwanadamu anaishi kutokana na vile anavyosoma kutoka kwa, ni maumbile yaliyoumbwa. Lau utazaliwa katika jamii ambayo watu wote wako uchi, utatembea uchi na tutakuwa jambo la kawaida kama zama za nyuma zilizotangulia. Kwa hivyo mwanadamu anaishi kwa hali ya kusoma, kuiga, kuchukua, kupokea. Hii ndiyo maana laqad kana lakum. Mungu anajua kwamba maumbile ya mwanadamu ni kuona kwa watu au kwa mtu akachukua akahifadhi akaenda nayo. Haya ni maumbile ya mwanadamu ambayo hawezi kuepukana nayo. Yote yale ambayo wewe unayaona yatoka kwa watu. Sasa kwa msingi huu Mwenyezi Mungu akawaambia wazi kwamba ikiwa mwanadamu ana maumbile ya hayo ya kuchukua kusoma kwa watu, kuchukua kutoka kwa mtu, basi wa kuchukuliwa hakuna mwingine zaidi ya bwana mtume.